Video nyingi zinaeleza kuwa huu ni mstari unaotenganisha kati ya bahari ya Atlantic na Pacific, mahali ambapo wachunguzi wa mambo wanadai kuwa maji yanakiuka sheria zake zote na kukataa kuchanganyika. Ni sehemu ndogo yenye misukosuko inayoogopwa na mabaharia wengi duniani tangu ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza miaka 1500 iliyopita. Tunaangazia kinaga ubaga sababu za kutochanganyika kwa maji ya bahari ya Atlantic na Pacific. Kabla ya kujengwa kwa mfereji wa Panama, eneo la pembe ya Cape linalokutanisha bahari ya Pacific na Atlantic ilikuwa njia pekee ya baharini kuelekea bara moja kwenda jingine. Licha ya kuwa na misukosuko mingi ya mawimbi makubwa, mikondo yenye nguvu na kupwa na kujaa katika maeneo yote mawili ya bahari hizi, cha kushangaza ni kwamba maji hayachanganyiki wala kuvuka kizuizi hiki. Je, ni upi ukubwa wa bahari hizi duniani? Bahari ya Pacific ndiyo bahari kubwa na yenye kina kirefu zaidi duniani, ikifunika takriban kilomita za mraba milioni 179.7 na ina wastani wa kina cha mita 4280 sawa na viwanja 42 vya mpira wa miguu. Pacific iko kati ya bara la Amerika upande wa mashariki na bara la Asia au Australia upande wa magharibi. Bahari ya Atlantic inakuja katika nafasi ya pili ikiwa na eneo la kilomita za mraba milioni 107 na kina cha wastani wa mita 3646 sawa na viwanja 36 vya mpira wa miguu. Bahari hizi mbili hukutana kwenye nchi ya kusini kabisa ya Amerika Kusini inayojulikana kama pembe ya Cape. Katika eneo hili, mkondo mkali hubeba maji kutoka magharibi hadi mashariki yanayofagia maji kutoka Pacific hadi Atlantic. Je, ni kwa nini maji ya bahari hizi hayachanganyiki? Wapo wengi waliowaza na kulihusisha tukio hili na nguvu zisizoonekana. Wengine walienda mbali zaidi na kueleza ya kuwa ni miongoni mwa ishara kwamba Mungu yupo, lakini wapo pia wengine wasiojua chochote. Je, ni kitu gani? Bahari ya Pacific ndiyo bahari inayokusanya maji kutoka Atlantic mpaka Arctic, kuanzia nchi ya kaskazini mpaka nchi ya kusini ya dunia. Kwa kuwa sehemu kubwa ya vyanzo vyake vya maji ni theluji, kiwango cha chumvi kwenye maji ya bahari hiyo ni kidogo ukilinganisha na maji ya bahari ya Atlantic. Sababu nyingine inaelezwa kuwa kitaalamu, maji ya bahari ya Atlantic yanajongea kuelekea upande wa kusini, wakati ambapo maji ya Pacific yenyewe hujongea kwa mwendo wa kuzunguka kutoka ncha moja ya dunia mpaka nyingine. Mkondo wa bahari ya Atlantic una nguvu zaidi kwa sababu una uelekeo mmoja. Kwa hiyo katika eneo yanapokutana, maji ya Atlantic yanakuwa kwenye kasi tofauti inayokinzana na maji ya Pacific, hivyo yanalazimika kusafiri kwenye mstari mmoja ulionyooka kwa umbali fulani kabla ya baadaye kuanza kuchanganyikana taratibu. Makala hii imeandaliwa kwako na Deogratius Maro na kusimuliwa kwako nami Khadija Mzee.